الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن الكتب نظاما وأصلحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخوف من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبعد لقد وقفت أمامكم ولست بخيركم بل كي أذاكر نفسي شوية وأنفسكم وأفيدكم بما أفاداني الله. Maashara sada, nichukue fursa hii kwa mara ya pili tena kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuchukua mazingatio na hatua kuhusiana na musimu wa kheri huu. Kuna jambo linaitwa sharafu zaman na pia kuna sharafu makan. Kuna baadhi ya nyakati zina utukufu, kuna baadhi ya watu wana utukufu na baadhi ya sehemu zina utukufu. Kuzienzi sehemu hizi kwa kutenda vitendo vya kheri ni maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah, vivyo hivyo atakayetukuza hurumatillah, vitakatifu vyake Allah. Anasema Uthaymin, hurumatillah, vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ni al-amakin muhtaram, ni zile sehemu au baadhi ya miji fulani mitukufu. Ile ukiheshimu, ukifika mathalan Maka, nafsi yako ikabadilika ikatahawal, Allah anasema fahuwa min taqwal qulub. Basi ukitafuta uchamungu kwamba takwa hauna, uchamungu uko hapa, basi huo ni uchamungu mkubwa. Lakini ukitafuta jambo bora, huwa khairun inda rabbik, pia jambo hilo ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu jalla jalal, kutukuza sehemu tukufu. Lakini hurumatillah ashkhasul muhtaramin, vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ni wale watu watukufu. Kuna fadhila kubwa kumtukuza baba, kuna fadhila kubwa kumtukuza mama, kuna fadhila kubwa kuwatukuza masheikh, kuna fadhila kubwa kumtukuza Mtume Muhammad. Hurumatillah almawasim muhtaram, hurumatillah pia ni ile msimu mitukufu. Tulipitwa na Rajab, mwezi mtukufu, ukaja Shaaban, mwezi mtukufu. Hivi sasa tuko na babalao, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili jambo ukiliadhimisha katika nafsi yako, ukalitukuza, ukapatiliza kheri zokuwemo ndani yake, una mambo mawili. Kwanza ni uchamungu wa nyoyo, na hawezekani mtu kubadilika kwa sababu ya Ramadhani isipokuwa huyu ni mcha Mungu. Kwa hiyo utakuwa umefanya jambo kubwa na jambo bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo haya hatutukuzi sisi binadamu tu, ni system ya Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu kuna kitu kinaitwa sunnatillahi fil ardh, kuna sunna au mwendo wa Mwenyezi Mungu katika dunia. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya', kuna baadhi tu mwenyewe vitu fulani kavitukuza. Mfano, laqad faddala Allahu baladan ala sa'iril bilad ala wa hiya Makkah al-Mukarrama. Katika miji ya dunia sijui ni mingapi, kuna mji mmoja Mwenyezi Mungu kautukuza juu ya miji yote, na huu ni mji wa Makkah mtukufu. Wa faddala Allahu jabalan ala sa'iril jibal, lakini milima ni mingi,
kuna mlima mmoja Mwenyezi Mungu kautukuza dhidi ya milima yote duniani, ala wa huwa Jabal Uhud. Mlima yenyewe ukienda Maka unaitwa mlima wa Uhud, Jabal Uhud. Jabali hili limetukuzwa, na wale ambao hatujaenda Maka tutalikuta peponi jabali hili. Wa faddala Allahu kitabun ala sairi al-kutub, vitabu vya Mwenyezi Mungu viko 105. Zaina Shif peke yake kapewa vitabu 52. Vitabu ni vingi sana. Kutubu samawiyati almunazzalati ala anbiya, kuna vitabu vimeshuka kwa mitume, kwa hiyo iko 100. Katika vitabu vyote kuna kimoja Mwenyezi Mungu akitukuza sana, ala wa huwa al-Qur'an. Chenyewe ni kitabu cha Qur'an katika vitabu vyake Allah. Mwenyezi Mungu akiheshimisha, kimezidia Taurati na vitabu vingine vingi. Wa faddala Allahu yawman ala sa'iril ayyam, hata hizi siku, masiku haya, kuna siku moja Mwenyezi Mungu kaitukuza kuliko siku zote zilizobakia, ala wa hiya yaumi Arafa. Hii ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa Mwenyezi Mungu anashuka mchana mpaka duniani ili kusaidia waja wake. Siku ile haishindwi na siku yoyote ile. Wa faddala Allahu laylatan ala sa'iril layali, hata usiku, kuna usiku mmoja umetukuzwa kuliko siku zote. Siku yenyewe ni siku gani? Ni usiku wa Lailatul Qadr, khairun min alf shahr. Wa faddala Allahu malakan ala sa'iril malaika, pia malaika ni wengi, lakini kuna malaika mmoja Mwenyezi Mungu kamtukuza sana, kampa uzuri, kampa utukufu, kampa heshima, ala wa huwa Jibril alayhi salam. Huyu ni Sayyidina Jibril, ametukuzwa sana. Wa faddala Allahu basharan ala sa'iril bashar, lakini pia katika binadamu yuko mmoja kashinda watu wote dunia nzima, na huyu haitumii shida kukufafanua, bila shaka ni Mtume Muhammad. Huyu ni ashraf khalqillahi ala al-atlaq wal akhlaq. Wa faddala Allahu ma'an ala sa'iril miyah, kila kitu mpaka maji. Kuna maji yamefadhilishwa kuliko maji mengine yote duniani, maji ya Zamzam. Kwa hiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu, laqad faddala Allah. Tena sasa, wa faddala Allahu shahran ala sa'iri shuhur, Mwenyezi Mungu katika hii miezi 12 kuna mwezi mmoja, na mwezi wenyewe ndio leo tupo ndani yake, ukautukuza kuliko miezi mingine yoyote. Hata aada al-Islam la yaarifuna qimata Ramadhan, hata wale wasiokuwa Waislamu wanajua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi sasa wanajua sisi tumefunga, hivi sasa wanajua kuna jambo gani ndani yake. Lakini mwezi huu wa Ramadhani una sifa nyingi, hadithu wala haraj. Miezi mingine ina mambo yao, lakini Ramadhani imepitiliza, na Ramadhani ni neema kubwa, na sisi lazima tuzitambue leo kwa muda mchache neema za Ramadhani. Ar-Ramadhanu yakfihi sharafan, Ramadhani peke yake ina utukufu mkubwa. Fa huwa rukunun min arkani al-Islam, kwanza tambua ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Ile miezi mingine haingii katika nguzo, lakini Ramadhani fa huwa rukunun min arkani al-Islam. Uislamu unajengwa na nguzo 5. Miongoni mwa nguzo hizo kuna nguzo ya Ramadhani. Tena hii nguzo ya Ramadhani ni nguzo ya hatari, ni nguzo ambayo ndani ya Ramadhani unaweza ukatekeleza nguzo zote zilizobakia. Kuna nguzo ya sala ndani ya Ramadhani, sasa hivi tutasali. Nguzo ya sala inamezwa na Ramadhani. Kuna nguzo ya shahada 2 inatamkwa Ramadhani. Kuna nguzo ya ibada ya umra, hija ndogo,
Ndani ya Ramadhani hivi sasa watu wengi wanakwenda umra. Kuna nguzo ya zaka, kuna zakatul fitri na kuna zakatu malia. Hizi zote zinaweza zikatekeleza ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo ar-Ramadhanu yakfihi sharfan annahu ruknun min arkanil Islam. War-Ramadhanu yakfihi izzan fa innal hasanati fihi tatadha'af. Ar-Ramadhanu yakfihi fakhran annahu unzila fihi al-Qur'an. Ramadhani ina fakhari kubwa, ndani yake imeshushwa Qur'an. Allah asema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. War-Ramadhanu yakfihi izzan, na Ramadhani ina heshima kubwa, fa innal hasanati fihi tatadha'af. Yale mambo mema yote yanaongezwa tofauti na mwezi mwingine. Ibrahimu an-Nakhai anasema rak'atun fi Ramadhani bi alfi rak'a. Ukisali rak'a moja ndani ya Ramadhani ni sawa na rak'a 1000 katika miezi mingine. Wa tasbihatun fi Ramadhani bi alfi tasbiha. Ukisema tu subhanallah, mabwana, subhanallah ni jambo kubwa. Ukiwa na furaha itakiwa useme subhanallah. Ukiwa na huzuni, una tatizo, itakiwa useme subhanallah. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ukiona umeshaukomboa msikiti wa Maka, muna furahi, la ilaha illa Allah wahda sadaka wa'ada wa nasara abda, furaha yote hii, fasabbih, sema subhanallah. Na sehemu nyingine mtume akipatwa na majanga, Mwenyezi Mungu anamwambia sema subhanallah. Ndiyo maana neno la subhanallah lilikuwepo zamani, toka zama za jahiliya Waarabu walikuwa wakilitumia. Ndio maana hata ile safari ya Isra Mwenyezi Mungu alianza kusema subhanalladhi. Kwa nini ameanza na subhanalladhi? Kwa sababu Waarabu tabia yao, wakitaka kumthibitishia mtu habari hutumia njia mbili. Hutumia hurufu qasam au hutumia neno la subhana. Na Mwenyezi Mungu akaona kuwathibitishia safari ya Isra aanze na neno la subhana. Sasa hii subhana ikiwa ni jambo kubwa kabisa ambalo hata malaika wanalisema, nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, subhanallah. Sasa anasema Ibrahimu an-Nakhai wa tasbihatin fi Ramadhani bi alfi tasbiha, na kusema subhanallah moja ndani ya Ramadhani unahesabika umesema subhana 1000 na zina fadhila kubwa kabisa. Wa sadaqatun fi Ramadhan bi alfi sadaqa, hata sadaka utakayotoa leo ndani ya mwezi wa Ramadhani inahesabika ni sadaka 1000. Wa rak'atun fi Ramadhan, wa rak'atan fi Ramadhan bi alfi rak'a, hata leo ukirukuu unahesabika ni rukuu 1000. Fa innal hasanati fihi tatadha'af. Mwenyezi Mungu ameusimulia mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya kitabu chake, ndani ya suratul Baqara. Tuchukue aya kwa ufupi tu basi. Mwenyezi Mungu alipoanza kuzungumza Ramadhani alisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Tulioamini ndio sisi hapa tumekusanyika hapa, takwa, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wazee, matajiri, maskini, mafukara, wanaoishi nyumba za kawaida, nyumba za hali ya juu, wenye kazi, yani kila aloingia hapa msikitini tunamdhania ni muumini. Kwa hiyo khitabu hii tunaambiwa sisi na wengine duniani, ya ayyuhalladhina amanu. Hizi ya ayyuhalladhina amanu ni nyingi mno ndani ya Qur'ani, karibia 80 ya ayyuhalladhina amanu. Na wanawachuoni wanasema zikiitwa kwa sura hii, Mwenyezi Mungu anataka kuzungumza na wapenzi wake, enyi mlioamini, imma amrun khairun laqad yurshadu ilayhi, pengine kuna jambo lina kheri, lina baraka, tunatakiwa tugewe. Na wallahi liko jambo, kama utaniazima masikio, mimi nitapata kwalo faida na wewe utapata faida.
waumini, imma amrun nahyun yunha anhu, au kuna jambo baya mno tunatahadharishwa tusiumie. Lakini katika hili hapa kuna jambo la kheri. Hii ina kheri, ina ujumbe ndani yake. Enyi mlioamini, damu ya Rabbi, tumefungua mpaka masikio ya moyo, tunasikiliza kwa makini aya hii, ambayo aya hii mimbari nyingi leo Dar es Salaam zitasoma sana aya hii. Pengine mwingine katika mukaddima alianza na aya hizi zinasemaje? Allah anasema kutiba alaikumus siyam, mmefardhishiwa jambo la kufunga saumu. Haya maneno haya magumu, sigha iliyotumika kutiba, hata angesema kataba ni sawa, lakini kutiba ikija kwa majhul, wanawachuoni wanasema ni amrun shaqun azizu. Likija neno la kutiba ni mambo magumu, ni mambo si mepesi. Ndio maana utaona baadhi ya aya Mwenyezi Mungu akiongea vitu vibaya vinavyoumiza, alikuwa akitumika misamiati kama hii au ibara kama hizi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, mmeandikiwa mkapigane, na nyote mnachukia vita, na nani anavipenda vita? Hapa juzi kwenye uchaguzi ulipita, ilitokea kama vita, watu walikufa. Ninavyosema mpaka leo kuna watu wengine walemavu, na wengine waliathirika na ulcers chronic, madonda ya tumbo, hana cha kukila ndani. Wote tulikuwa tunaomba salama. Na sisi mashekhe au wazungumzaji, maana mimi lastu minhu, sisi wazungumzaji tulirudia kwenye mimbari hizi tukasema, jamani, wakati tunahubiri amani, niko mnaona kama tumepewa hela, tumenunuliwa, mnayaona? Wengine wakakiri kweli tumeyaona. Lilitokea jambo kama la maaraka, vita. Hakuna anayependa vita toka zamani, na Mwenyezi Mungu anasema mmeitwa katika vita na nyinyi hamtaki. Ibara ile ya vita ndo ametuitia kwenye jambo la saumu. Inaonekana jambo la saumu si jambo jepesi, ni jambo gumu kabisa, ni jambo gumu, ni jambo zito. Vitu jepesi kuandikwa kwa kataba ala nafsihi rahma wabtaghu mimma kataba Allahu lakum, mambo mepesi ni kataba. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anatupenda, huku nyuma ameanza na jina la kutuita wapenzi wake waumini, akaona tuambie wazi kabisa, kutiba alaikumus siyam. Na ningekuwa mimi ningesema nimekufardhishieni kufunga, lakini hivyo kuja kwa majhuli kataba au kutiba, yani kana kwamba hajulikana hata nani aliyofardhisha. Yani Mwenyezi Mungu vile anavyotuhurumia, anaona haya hata kujitangaza, mimi nimekufardhishieni kufunga, kana kwamba kajificha. Nyewe mmefardhishiwa kufunga, alafu muulizane na nani? Sina yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus siyam. Kwa hiyo jambo la saumu ni gumu, ndio maana hakusema kutiba alaikumus saum. Saumu ni kitu cha muda mfupi, lakini siyaman ni kitu endelevu, asubuhi mpaka jioni, au kuishi maisha ya kisaumu ni kitu endelevu. Kutiba alaikumus siyam. Akapunguza ukali kidogo, kama kutiba ala alladhina min qablikum, hivi tulivyokufardhishieni kama waliopita kabla yenu nyinyi. Japokuwa waliopita kabla yetu sisi saumu yao si kama sisi. Watu wa zamani walikuwa mtu anafunga mkate tu, au anafunga maziwa tu, au anafunga sijui chapati tu. Si saumu kama hizi za leo. Saumu waliokuwa anafunga kabla yetu sisi walikuwa watatu tu. Alikuwa Nabii Musa alayhi salam, Nabii Idris, Nabii Eliasa, na hao walikuwa wakifunga saumu za wisal. Bado huwezi kukompea na sisi. Maana Nabii Musa alikuwa akifunga siku 30 bila kufuturu, na hata mtume hizi saumu za wisal alikuwa akifanya. Na hata Makuraishi, si kwamba saumu zimeanza leo, walikuwa wakifunga kama hii Ashura kabla ya Mtume Muhammad, walikuwa wakifanya vitu kama hivi.
wakiadhimisha miezi mitukufu ndani yake. Kwa hiyo tumepewa tashbihi, kupunguziwa kama waliokuwa kabla yenu nyinyi walikuwa wakifunga, japo si funga kama hii. Ndio maana haya maneno yamenyumbulishwa, msije mkagundua mbona waliopita walikuwa wakifunga mkate tu, mbona sisi ni hivi. Na kwa nini aseme kama waliokuwa kabla yenu nyinyi? Ukiambiwa sehemu fulani bwana, kuna watu wanadaiwa na wamekamatwa, na hata wewe utakuja kukamatwa, midamu umepata ile taarifa, tension yako inakuwa ndogo, kibarua chako kinakuwa kidogo. Mbona hii somo iko hivi? Hata waliopita washawahi kupewa majaribio kama haya, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Faida gani sasa kutesana huku? Anasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na hakuna kitu hata kimoja kinamuingiza mtu peponi isipokuwa takwa peke yake. Mtume aliulizwa, akthara ma yudkhilu an-nasu jannata, kipi kitakachowaingiza watu kwa wingi peponi? Akasema taqwa Allahi wa husnul khuluq. Ili uende peponi sio maneno mengi jamanini, sio kuvaa makanzu makubwa makubwa sana, yani ni takwa tu. Yani ukimwona mtu ni mcha Mungu, huyu ndio kitambulisho cha kwenda peponi peke yake. Sasa miongoni mwa vitu vinavyoleta takwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku kushindana njaa tu. Wanasema saumu haqiqi, ile saumu ya kweli kweli, yusibul batni, inaumiza tumboni. Sasa hivi saa 7 hii kasoro matumbo yanawaka moto, mwingine anatetemeka, mwingine daku limenipita Sheikh, sijui leo itakuwaje, jua likija mashaka matumbo. Lakini faida yake inauathiri moyo saumu. Si kwamba tu eti ibilisi kafungwa, unaona watu wamejaa msikitini. Shekhe hata asingefungwa, ile kitendo cha kufululiza kufunga moja kwa moja kinauathiri moyo. Nitakwambia mfano mzuri. Siku za kawaida hizi tunapita, anapita mwanamke unatizama, afu unasema astaghfirullah. Saa nyingine huko msikitini, saa nyingine upo kwenye hafla ya Maulid, pengine wewe ndio unaitoa mawaidha, alafu unaona kuna mizigo kule inatamayul, huko unasema, huko unaangalia. Umevaa kanzu nzuri, kapita binti, nasema hii kwa sababu leo macho yetu hayashibi. Umevaa kanzu nzuri, alafu anapita mwanamke anatatanisha. Sasa utaka kutizama, lakini ile kanzu inakulinda. Cha mwanzo unaangalia watu hawanione watu. Kama watu wameshangaa unaanza kutizama. Lakini tizama, ukiwa hata ndani ya saumu ya sunna utaki mchezo. Kutaki mchezo kwa sababu asaumu, hii saumu unavyoiona hii ni wijaa. Inakukinga na mambo yote maovu, inalainisha moyo. Tena nitakwambia kitu, kama kuna mtu unamkopa mgumu hakupi, Sheikh Mtaimu akiwa amefunga. Ndio maana Allah akasema hivi katika hadithi Qudus, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Hakusema hija ni yake, hakusema sala ni yake, hakusema sijui sadaka ni yake, amesema saumu ni yake, na yeye ndio anajua malipo yake. Kwa nini Mwenyezi Mungu saumu kaisharifisha mpaka kajitapa nayo, hii ni yangu mimi? Kuna sababu nyingi sana. As-sawmu li wa ana ajzi bi, hii saumu ni yangu mimi. Kullu amalin ya'maluhu ibnai adam lahu, kila matendo anayoyatenda mwanadamu yake. Maana yake Mwenyezi Mungu kamtajia zile fadhila zake. Ukifanya hivi, manjaa bihasanatin 10 amthaliha, ukienda Maka utapata hiki. Na hii ni fadhila ya Mungu, kwa sababu binadamu anapenda istiqdamul fadhail. Mwanadamu anapenda ukimtajia kitu ndo anakuwa na bidii. Tunataka shekhe ujenge msikiti, tunakupa tenda ya kujenga. Shekhe mtajenga, asanteni, lakini mwisho tunalipanaje? Ile ndio istiqdamul fadhail. Nataka niende Maka, shilingi ngapi? Milioni 15. Afu nitapata nini pesa zote hizi? Alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un lil janna, utapata pepo. Shekhe swala ya witri, alafu baada ya witri nitapata nini? Shekhe fanya hivi, toa sadaka, alafu nikishatoa 10,000 nitapata nini? Shekhe utapata laki. Shekhe inawezekana kweli bwana, nikitoa 20 kwa hiyo 200,000. Istiqdamul fadhail. Hii ni rehema ya Allah. Angeweza kutupa hizi amali zote, asituambie fadhila zake, na tungefanya tutake tusitake, lakini kututia mori. Isipokuwa hii saumu peke yake, so ina surprise. Hii hajataja malipo. Anayekwambia bwana ukifunga utapata hiki, muongo.
kajua wapi? Allah asema hii ni yangu, kaiweka kwake. Kuhusiana na malipo, mimi ndo najua fadhila zake. Wanasema innal adhaima kufuhal udhama. Usiseme atanilipa nini Allah, wakubwa hawalipagi kidogo. Harun Rashid alikuwa ni mfalme. Siku moja anamuona mtoto anasoma Qur'ani, Bismillahirrahmanirrahim, anaifadhi. Akamwambia, ya bunayya, unasoma sura gani hapo ulipo? Akamwambia, nasoma inna fatahna laka fatahan mubina. Lakini kutizama msahafu, ile sehemu iliyofunguliwa haiendani na inna fatahna. Akaushika msahafu kufungua, akamkuta anaisoma abasa wa tawalla. Akamwambia, mbona unasema uongo mapema? Unasoma abasa unaambia inna fatahna. Yule kijana akamwambia, sikiliza Harun Rashid, mimi sijasema hata na mtu asubuhi, mwanzo ndo wewe unakuja kunisemeza, afu unaniuliza nasoma sura gani? Kwa hiyo niliona vibaya siku yangu ya leo, nikaanza kukutajia aya zilikuja kumsema mtume, kumkanya abasa watawalla anjaahul a'ma. Mtume alikuwa anakemewa, anarekebishwa tabia hapa. Kwa lugha nyingine alikuwa anasemwa, anafokewa. Nilijisikia vibaya, ndio mwanzo niseme na maneno haya. Nikaona mwanzo nikupe lecture au maneno yalokuja kumbashiria bwana mtume, inna fatahna laka fatahan mubina. Akaona huyu mtoto ana ibra kubwa, akafurahia kilima kile, ambia sikutegemea mtoto kama wewe, la usaddiqu ainaya ilhaq, nifuate. Anafuatana na mfalme, tena mfalme huyu si mchezo. Robo tatu ya dunia Harun anamiliki. Ilikuwa akisimama hotuba zake, akiona wingu likipita tu asema ayatu hasahabu, wewe wingu nenda utakapoenda, hata mvua ikanyeshe kibaha, mazao yako yataletwa hapa kwangu. Alipokuwa na ufalme mkubwa. Sasa mfalme kama huyu anamuita twende ikulu, akasema nitaenda kupewa nini mimi? Alipofika kule ikulu, akampa dirham 3, dirhaman 3 akampa. Akamwambia 1, 2, 3, 2,300, shika mwanangu, si mtoto. Alipozihesabu zile pesa, akamwambia nawilha anta, mzee shika pesa zako. Akamwambia, kwa nini unanirudishia? Protocol inasema Muislamu mwenzio idha ataka shay'an bighairi mas'alatin fafudhu. Muislamu akikupa kitu usikatae, unavunja moyo wake. Nimekupa kwa mapenzi, chukua. Akaambia nakubali kuzipokea. 3,000 ndio unipe rais wewe rais kama rais. Buku 3. Kwa vile ulivyo ukubwa wako 3,000. Nashukuru. Lakini naogopa nikienda nazo nyumbani, bila shaka mamangu ataniuliza umpata wapi pesa hizi. Nitamwambia nimepewa na rais mkuu wa Tanzania mfano wake. Hizi pesa ananikumuta nazo usoni. Atambia rais mzima ndo akupe 3,000, maana yake nini? Kwa hiyo shika, nsije nikaenda kupigwa, bora angenipa mtu wa kawaida. Akaona huyu mtoto mjanja, ambia njoo. Akaenda ndani, akachukua fuko, akaanza kumhesabia mapesa mengi, mabilionea, matilionea, mazilionea. Akaambia hizi hapa hizi. Unasemaje? Ambia sasa hapa nitakwenda kupokelewa, hiki kinafanana na mkubwa, innal adhaima kufuha al-udhama. Sasa Mwenyezi Mungu akisema wa ana ajziu bi min talipa, usifikirie talipwa kama sala kama nini, anajua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hata yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, anakusikitikia eti mtu kaacha chakula chake hivi, kaacha kinywaji, kamwacha mke. Inauma, si kwamba hayumi. Nakupa mfano. Asubuhi ya leo wakati nakuja Ijumaa, nimeshavaa hivi, mbele anapita mke, nikataka kumkumbatia, kumbe tupo ndani ya swaumu, basi wacha nikaushe. Iliniuma kweli kweli, hata kuhagi. Maraki Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuqabil wa yubashir. Mtume alikuwa anakumbatia na anakisi wake zake ndani ya Ramadhani. Saida Aisha anasema, sijamaliza usije ukaenda kukumbatia, anasema lakinnahu amlikukum liirbi. Yeye Mtume ni automatically ana uwezo wa kuzuia zile hisia zake. Sasa wanachuoni wanasema
itakiwa tuabusu sisi wake zetu, lakini ile qublatan bil ishara, ile kumbusu mke kwa ishara. Maana hizi busu zina unwani hizi, usione kwamba busu zinafanana, hazifanani Sheikh. Kuna mabusu kumbusu Sheikh, mashallah. Kuna busu ukambusu mamako. Hata nyie wanaume mnaweza mkabusiana, lakini naambie lile busu la mke wako ndo unambusu msela mwenzio. Hebu siku moja jaribu vile unavyombusu mkeo, kambusu msela mwenzio, uone kivumbi kitakachokukuta. Kwa hiyo hata ile Ramadhani ile kwa ishara tu, kwa ishara tu. Allah anasema mtu anaacha shahwa. Mke nimetoa mahali, mashekhe wamekuja wamesoma hotuba ya ndoa, baba mkwe kanioza wangu huyu. Wewe hujui yuko kukumbatiana kuna vitamini, kuna zakan zinakuja katika kichwa, kuna vitamin tunabadilishana, kuna utulivu. Allah sema litaskunu ilaiha, almar'atu hiya masdaru sakina, mwanamke ni utulivu. Sasa mimi nataka kupata utulivu kidogo, nikaona kama kuna shoti. Wanasemaje? Subiri ikishafika usiku, si kibarua kidogo hichi. Sasa saumu li wa ana ajzi'u bihi, hii saumu ni yangu mimi na mimi ndo najua cha kulipa. Kwa hiyo hii saumu la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu. Tunamwomba Allah atupe takwa kwa ajili ya Ramadhani. Na nikwambie ni bishara, kuna baadhi ya watu msikiti walikuwa hawaujui, walianza kusali Ramadhani ya mwaka jana mpaka leo wamebaki msikitini. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu kama alivyosema Sheikh hapa kabla ya mimi kupanda, Sheikh Suleiman, tupo wengi, tunamuomba Mungu aturuzuku ule ucha Mungu, hata ikiisha Ramadhani tuendelee hivi hivi. So hii Ramadhani kuja kwetu ni kama neema. Wengi mwaka jana waliutamani umwezi wa leo, lakini hawakuwafikiwa, wameondoka. Cha ajabu sasa, huu mwezi wa Ramadhani ni jambo kubwa sana, na nitakwambia kitu, unatengeneza maisha. Kabla sijafika hapo kufunga maneno yangu, cha ajabu tena, mimi nasema sijui ni Waislamu wa Tanzania sana kuliko kwengine. Mwezi wa neema unakuja, mwezi wa kheri unakuja, mwezi wa baraka. Hatuingii katika umwezi shati tuparuane, tutukanane, tubezane, na kati ni kitu cha kheri hichi. Nakhtalifu ala alfuru la ala aljuzur, si tunatofautiana, lakini vitu vidogo vidogo, sio vitu vikubwa vinavyotutoa katika mila. Lakini shekhe huyu lazima ampuze, huyu lazima ambeze, huyu lazima amsukume huyu, eti kisa tunapokea kitu kizuri. Maana sisi tuloingia Ramadhani leo tumebarikiwa, tumependelewa na Allah. Kwa sababu juzi tu mimi nilikuwa msikitini Jumatatu, nataka kutoa muhadhara sehemu hiyo, mmoja wa waumini nikamwambia kishafariki. Nikasema ashaikosa Ramadhani huyo. Kwa hiyo mwaka jana wengi tulikuwa nao, sio mbali, humu tu msikitini, leo hawapo, washaondoka. Sasa mimi na wewe itakiwa sijidatu shukra, mabwana, Ramadhani imenipata tena. Kama kuna sehemu nilikuwa sijaweka sawa uchumi wangu, hali yangu, hii Ramadhani nitarekebisha. Sasa Ramadhani mashekhe tunaanza kuingia, tunaanza kuwashiana moto, hawa amatu nasu watafanyaje hawa? Alafu ndani ya Ramadhani tunarekebisha tabia. Utashangaa ikiisha Ramadhani tunaanza kuparuana tena kutoka eti kwa sababu ya mwezi tu ifikie namna kama hii. Tumepata nini sisi ndani ya Ramadhani? La'allakum tattaqun. Na Ramadhani yenyewe hii, wale ambao njaa hawaiwezi wasiseme sasa tutakufa hata kama kuna faida. Mwenyezi Mungu akapunguza ayyama ma'dudat, ni masiku machache, 29 30 tushamaliza. Juzi nilikuja hapa eti nasoma kisa cha Isra, sijui hata Shaabani imepita vipi, tayari ishaingia Ramadhani. Basi nakwambia ni kesho kutwa Idi. Ayyama ma'dudat, ni masiku yanakwenda haraka, yatolee macho, yanapita hivi hivi. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, mtu akiwa mgonjwa, ule ugonjwa wa serious, akifunga kama mtu wa sukari, hawezi kushinda njaa, sukari ile ilozidi, mtu mwenye madonda ya tumbo mpaka anatapika damu, huyu asifunga akatuletea shida. Lakini pia msafiri, angalia mwezi ulivyokuwa na ofa. Kwa kifupi, ili tuende haraka mambo mengine tuyapate, kwa kifupi, ukiwa katika safari, ukiacha kufunga, fadhila zake ni kubwa kuliko ukikoma na ile saumu yako.
Ukisafiri, japo vyombo vya leo utafikiri upo nyumbani kwako na chumba cha IC. Narudia tena kusema, ukiacha kufunga, basi hilo Mwenyezi Mungu analipenda zaidi kuliko ukakoma na saumu yako. Na Allah yuhibbu ar-rajulain, Mwenyezi Mungu anapenda watu wa sampuli mbili. Yule ambaye akisafiri qasaru, anapunguza sala, na akiwa amefunga aftar anaanza kufungulia, ili Mwenyezi Mungu analipenda sana. Na hii ni hadia, ni zawadi kutoka kwa Allah. Mmoja aliuliza kati ya masahaba, ya Rasulullah, ana ajidu quwwa, mimi nikienda mpaka Kigoma niko fiti bwana, hata kama nimefunga sina shida, nikifunga vipi? Mtume akamwambia, hadhihi rukhsatun min Allah, ndugu yangu, hizi ni ofa kutoka kwa Allah. Atakayechukua ofa ya mpenzi wake fahuwa ahsanun, vizuri mno, na atakayekoma na saumu yake fala junaha alayhi, hapati dhambi na saumu imesibu. Kwa hiyo nasema, mkisafiri fungueni, kisafiri fungueni, mkiwa mnaumwa fungulieni, lakini antasumu khairul lakum, ikiwa udhuru ni mdogo kufunga ni bora kwenu, lau kuntum ta'lamun. Lakini kama mngekuwa mnajua, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Mwenyezi Mungu akasema mwezi wa Ramadhani umeteremshwa Qur'ani, si nini, akasema. Halafu wakati anaendelea na aya tamu hizi, kuna aya zilipenyezwa katikati, zinasema aya hizi, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Hizi aya hizi zilivyoelezea masala fulani, kisha zikaendelea aya za saumu, hilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hizi aya ukitizama kwa macho ya juu utafikiri hazihusiani na saumu, kwa sababu aya za mwanzo hizi wakati zinataja mambo ya saumu, fatwa, safari, mwezi, alafu katikati zikaingia aya za maombi hazihusiani na saumu, alafu mwisho zikaendelea kutiririka aya za saumu. Naomba tusaidiane katika sehemu hii. Si kwamba Mwenyezi Mungu amesahau mpaka akapachika aya hizi, hapana, ila Mwenyezi Mungu ni hodari wa kusimulia kitu mpaka utaelewa. Na wanasema wanawachuoni wa tafsiri, ulama mufassirun, ukiona aya imeingia katika mtiririko ukafikiri kama sio sehemu yake, wanasema hapo ndo upake kabisa, pigie mstari. Angalia mfano, wa idh qala luqmana libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim. Mkumbukeni Luqmani anamuhusia mwanae, usiwe mshirikina, usiwe kadha, usiwe kadha. Tunapigiwa story nzuri, murafihun wa munaimun, inaburudisha, inastarehesha. Tunakwenda na story ile, mkanda unasoma, afu katikati ya story ya mzee Luqman yakaingia maneno hakuyasema Luqman, kasema mwenye Allah, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir. Tunamhusia mwanadamu kusikiliza wazazi wake, hasa mama alivyombeba kwa tabu, anishukuru mimi, ashukuru wazazi wake, na ajue wote watakuja kwangu. Alafu akaendelea na story ya mzee Luqman. Mwenyezi Mungu kasahau? Hajasahau, ila ni hodari sana kuelezea kwamba amekupa story ya mzee Luqman, alafu akapenyeza maneno yake Rabbul Izza, ili kukumbusha kwamba hii story, unajua muradi wake, ujue ni issue ya mtu kumsikiliza mzazi wake. Na wewe msikilize babako, mheshimu mamako, msikilize. Kwa hiyo usifurahie bwana Luqman na mwanae. Umepata ujumbe gani? Ni issue na mzazi wake. Basi hizi aya za saumu nazo, hizi wa idha salaka nazo ni aya za saumu. Kwa nini zimepenya hapa? Zina balagha kubwa, kwa sababu thalathatun minawe tumo la turaddu da'watuhum. Watu watatu maombi yao hayarudi nyuma. Mabwana, kuomba ni ishu moja muhimu. Wewe umeomba sana, unaona hujibiwi, ndio maana unachanganikiwa, unaenda mpaka kwa mamposa. Waislamu wangapi na nikabu zao wanakwenda makanisani kuombewa? Unaenda mpaka kwa mganga mshirikina na kupigia manyanga yale. Kile ulichokiomba, tumeomba sana mtoto mpaka tunachanganikiwa, mke wangu anasemwa sana. Kwa hiyo kuna mzee mmoja mtaalamu, kun fayakun,
unaenda unapigwa viwembe, njia ya kuomba, lakini sio njia rahisi. Sasa wewe ukiipata njia ambayo ukiomba inapita, hiyo tamasak, ikamate kweli kweli. Kuna njia wewe unaomba lako bila kupitia shekhe, bila kutawassul na yoyote. Hili jambo Allah mwenyewe kalifichua. Watu watatu Mtume anasema maombi yao hayarudi nyuma. Wa mwanzo, imamun adilun, kiongozi mwadilifu. Yani wewe katika sekta ya uongozi, uwe imamu uwe baba, ukiwa mwadilifu, shekhe, kila unalojiombea limetiki. Kuna watu zama za Mtume walikuwa kitwa mujabu dawa, dua yake haina kurudi nyuma. Mtu wa pili, mtu alodhulumiwa, mtu alofanyiwa dhulma, akiomba dua, ile dua yake yurfau au turfau ila al-ghamam, haraka inapandishwa mpaka mbinguni. Wa yuftaha abwabu sama, inafunguliwa milango ya mbingu, hata kama si Muislamu. Alafu anasimama Allah mwenyewe anaipokea dua kama ile, anasema bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, kwa heshima yangu na utasi wangu nitakunusuru hata ichelewe. Mwenyezi Mungu hajaghafilika na wanaowadhulumu wenzi wao. Mbona nishamdhulumu, nini kimetokea? Kitatokea muda mchache. Mtu wa tatu Mtume anasema as-saimu hatta yafturu, ni mtu ambaye amefunga mpaka atakapofutari dua. Tuna madeni, si umefukuzwa kazi, si una hasadi ndugu yangu, si una kesi mahakamani wewe, si unatafuta mtoto, acha yote madogo. Hakuna kitu kinachoumiza watu mjini hapa kama umaskini. Mabwana, ufukara tumeuchoka jamanini. Mimi namba moja, ufukara ni kesi. Ufukara ni kesi kubwa, mpaka mmoja wanawachuoni alisema lau kana al-faqru shakhsan la aqtulanna, ufukara angekuwa ni mtu ningemuua. Kwa sababu ya ufukara. Unamkuta kijana kama mimi amepiga joho kama hili, Kiarabu kingi na hau nyingi, alafu akitoka kwenye mimbari tapeli anakodolea sadaka za Waislamu. Ufukara huu. Shekhe mzuri mzima anauza dini hivi, ananunuliwa mara nyingine sijui na shirika na kampuni na serikali, sababu ya ufukara tu. Mwanamke na nikabu yake anaingia guest house, anaenda kutafuta luqmatul aish, sababu ya ufukara tu. Umaskini unakutoa katika dini, na kuwa maskini wala si jambo la dini kwamba ni sawa tu. Na ukome mara moja kumshabihisha Mtume na ufukara na umaskini. Mtume alikuwa anajikinga nao. Katika dua yake alikuwa akiomba Allah, wa'udhu bika minal faqr wal kufr, Mungu niepushie na ufukara. Na katika dua za Mtume kana yuhibbu an jawami'a min ad-dua, alikuwa akipenda kuomba hichi, lakini dua ilo trendi ambayo Mtume anaiomba sana, alikuwa akisema rabbana atina fid dunya hasana, afu sio hasanata, hasanata. So Mtume mtaalamu wa lugha alikuwa akitia tanwini hasanatan, ya Rabbi nakuomba katika dunia nipe kila zuri. Hii dua ndo alikuwa dua yake kubwa. Alisema mtu mmoja alienda hiji kule Maka. Alipofika kule Maka akaona kunaombwa dua rabbana atina fid dunya hasana, kashangaa. Alipokuja Tanzania sema hata kule Maka wanaomba dua hizi za kibongo. Najua kuna dua za Maka ndo hizo ndo dua mafura, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab. Hii dua hii. Sasa hii Ramadhani kwa mimi Uthman Michael, sio wenzangu, kila ikijaga Ramadhani ndo sehemu nachukua tadharruan, wallahi nachukua muda mrefu kuomba dua kubwa. Cha mwanzo namwambia Allah, gari zuri, nyumba nzuri, mke mzuri, maisha mazuri. Mimi huwa nasemaga pesa inaongeza imani. Nimekuja kuswali na gari yangu, dua hizo, nafsi ina utulivu mkubwa. Hata wenzetu wa nyumbani wake hawa wana matata, wameumbwa hivyo, lakini Sheikh al-furusu yaghayyiru an-nufus, money is speech, is talk. Hata ule ukakasi wao, kama una pesa kidogo una unafuu ule ukakasi. Hata watoto wa leo tunaowazaa, mtoto wako ulomzaa, mtoto hasikii. Watoto wanamjua pia baba mwenye pesa. Ukiwa na pesa ukimsema tu utakuwa mjinga, utakuwa maisha yako ninachokuambia kielewe. Unakuta ananyamaza, mzee kaniambia nitapata shida baadaye. Unaona mzee alivyofanikiwa. Sasa hizi pesa
Sisi Waislamu tunavyotafuta ni tofauti na wengine ambao si Waislamu. Inna lillahi nafahati al-badara. Hilo nimekunong'oneza. Wanachuoni wanasema Mwenyezi Mungu ana ofa zake, ana bahati zake ametupa, mkizipata msiziache. Hii Ramadhani hii isitoke. Bwana, uwe na kibanda miaka 30, mtu mzima unazeka, huna hata ardhi kweli, madeni unatembea nayo mpaka unaitwa Sheikh Tapeli. Aisee, saa imetukosea sana, muda umekwenda, lakini tunamuomba Mungu atufungulie kwa utukufu wa Ramadhani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأسن الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهر زاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أهم وتم وأكبر. وأقم الصلاة.